Ninapata shida sana kila ninaposikia baadhi ya wadau wakisema quote, Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayoendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria, close quote. Kisha wanaendelea kusema kwa hivyo viongozi hawana mamlaka ya kufanya ABCD. Raisi hana mamlaka ya kufanya XYZ, au waziri hana mamlaka ya kufanya XYZ, au jeshi la polisi halina mamlaka ya kufanya XYZ, na kuendelea na kuendelea na kuendelea. I think we are wrong. Tunakosea sana tunaposema hivi. Tunakosea kwa sababu premise haipo sahihi hata kidogo. Sio kweli kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayoongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Na kwa sababu premise msingi wa hoja ni mbovu, au msingi wa hoja haupo sahihi, basi hoja yenyewe pia inakuwa haina mantiki. Tanzania sio nchi ya kidemokrasia wala haiongozwi kwa mujibu wa katiba na sheria. Nadhani tutatoka tuanzie hapo kwanza. Tunatamani Tanzania iwe nchi ya kidemokrasia inayoongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Tuna aspire kuwa na kitu cha aina hiyo, ndio maana kila siku tunalia na kupiga kelele. Lakini ni makosa ya kimantiki kuconclude kwamba tayari Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayoongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Kwa mfano, waziri wa mambo ya ndani juzi ametoa tamko maagiza IGP kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, na IGP ametekeleza. Sasa hauwezi kusimama tena ukasema kwamba waziri hana mamlaka ya kumwagiza IGP. Ameshamwagiza na IGP ameshatekeleza. Tafsiri yake ni kwamba ana mamlaka hiyo, ndio maana anafanya hivyo. Hauwezi kusema kwamba rais hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya hadhara wakati ameshazuia. Anazuia kwa sababu anajua ana mamlaka hiyo. Hauwezi kusema kwamba jeshi la polisi halina mamlaka ya kuzuia kwa mfano mkutano wa hadhara wa chama cha siasa, na kwamba mamlaka yake ni kusimamia ulinzi tu. No. Jeshi la polisi kila siku linazuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Tafsiri yake ni kwamba lina mamlaka ya kufanya hivyo, ndio maana limefanya. Okay? Kwa hiyo nadhani kuna fantasy fulani ambayo tumeitengeneza na kuifanya kuwa uhalisia, wakati haupo hivi. Tanzania si nchi ya demokrasia, haiongozi kwa mujibu wa katiba na sheria. Tanzania ni nchi ya Chama cha Mapinduzi. Na hata tukisema Tanzania ni nchi ya Chama cha Mapinduzi tunakosea. Tanzania ni nchi ya kisekti fulani hivi, cha wababe fulani hivi, wachache mataikuni fulani hivi, na wao ndio wanaoamua kila kitu kuhusu nchi, ikiwemo hicho kinachoitwa sheria. Rais wa nchi Samia anajiamulia vile anavyotaka. Anaweza akaamua leo akasema kamata Tundu Lissu, weka ndani mpaka siku utakapoamua mwenyewe kumtoa, na atatoka siku akiamua. Hiyo sio nchi inayoongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Aliagiza Samia kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe akamatwe, aweko ndani kwa kosa la ugaidi. Alikamatwa akawekwa ndani. Tulimsikia Samia mwenyewe akisema, BBC akihojiwa na BBC, right, akasema kwamba jamani gaidi weka ndani. Akawekwa zaidi ya siku 200 na akiwa ndani. Mahakama ikaprocess shauri lake, ikafikia mahali ikaconclude kwamba jamaa ana kesi ya kujibu ya ugaidi. Afu mahakama ilivyo conclude hivyo, Samia yule akatoka akasema kwamba amemsamehe, kesi imeisha. Akatolewa. Hiyo sio nchi inayoongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Hiyo ni nchi mali ya rais. Juzi Oktoba 29 tumeona ameamua rais kupiga watu risasi za vichwa, maelfu ya vijana risasi za vichwa, kaua just like that. Akamaliza akaagiza mamia wa vijana wakamatwa, wawekwa magereza kwa kile alichokiita kwamba wanataka kufanya mapinduzi, wakawekwa ndani. Alafu baada ya muda
akaamua kwamba waachiliwe wote, na akasimama kwenye podium na kusema kwamba nimewasameni vijana wangu walikosea. Kwa hiyo yani unakamatwa, unawekwa ndani kwa discretion ya rais na unatolewa kwa discretion ya rais. Hiyo sio nchi inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Kwa ukisema hivyo unakosea, kwa sababu sio nchi. Kila siku inajidhihirisha wazi kwamba sio nchi inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. In fact, rais mwenyewe alishasimama kwenye podium na kutamka wazi kwamba katiba ni kakitabu tu, ni makaratasi tu. Sasa unatokaje na kusema kwamba ni nchi inaongozwa kwa katiba na sheria? No. Ni nchi inaongozwa kwa matakwa ya rais, kwa mapenzi ya rais. Yeye ndo anayeamua leo iweje. Akikurupushwa na mume wake huko akakasirika, anaweza kaamua akasema leo mlali saa 12 na mnalala, ni mali yake. Ni nchi ya rais. Akikurupuka huko siku amekurupushwa na mume wake sije kaje akaamua kwamba wote hakuna kwenda kazini, amwendi, ni mali ya rais. Ndio hivyo kwamba anaweza kaamua tu akasema kwamba hakuna mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Full stop. Yeye ndo katiba, yeye ndo sheria. I think the sooner we come to terms with this reality the better. Kwa sababu uondo walisia. Wasema kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia. Maybe tutatoka tujiulize kwanza nini maana ya demokrasia? Kwa sababu ukitambua tafsiri ya demokrasia, then utaichukua Tanzania na kuifit kwenye hii tafsiri. Alafu Tanzania ikifit kwenye tafsiri, then tunaweza kusema kwamba Tanzania ni nchi ya demokrasia. Isipofit, then it's not a democratic country. Ingawa watawala kila siku wanahubiri, oh, Tanzania ni nchi ya demokrasia. Oh, no, that's not the reality. No, huo si ukweli hata kidogo. Kwa mfano, turudi kwenye tafsiri ya demokrasia ile nyepesi sana. Ya zamani sana, nadhani ilitolewaga na Baron de Montesquieu, yule Mfaransa. Ambayo rais wa Marekani Abraham Lincoln aliwahi kuirejea. Akasema kwamba demokrasia maana yake ni serikali ya watu inayowekwa na watu kwa maslahi ya watu. Na tunavyosema watu tunamaanisha umma, sehemu kubwa ya umma wa wananchi wa nchi fulani. Government of the people, for the people and by the people. Unaposema serikali ya watu inamaanisha kwamba ukiangalia ile serikali ina act kama kioo, inaonyesha reflection ya watu. Yaani serikali ni kioo cha wale ambao inawaongoza. Sasa iangalie serikali ya Tanzania leo. Unaona reflection ya Watanzania? Hata kidogo. Hata kidogo. Hata kidogo. Serikali ya Tanzania ni serikali ya mabilionea, matajiri, sekti fulani ya watu wa kipekee, watakatifu. Sio Watanzania walio wengi. Hata kidogo. Watanzania walio wengi wanaendesha magari ya mabilioni ya pesa. Ulionaga wapi? Watanzania walio wengi. Hawa ambao wana struggle hata milo 3 kwa siku ni changamoto. No. Angalia majumba wanayoishi. Hao watu wanaitwa viongozi. Angalia magari wanayoendesha. Angalia shule wanazosoma watoto wao. Angalia mishahara wanaolipana. Angalia wanakotibiwa. Does that reflect the people wa Tanzania? Hata kidogo. Kwa hiyo hii sio serikali ya watu. Kwa kuanzia hapo tu. Pili, inayowekwa na watu. Yaani maana yake ni kwamba umma ndio unaowaweka viongozi madarakani. Angalia serikali ya Tanzania. Ni nani aliyewekwa na Watanzania madarakani? Hakuna. Kuanzia rais mpaka balozi wa nyumba 10. Hakuna aliyewekwa na watu. CCM wametoesha mfano mzuri juzi kutoka kwa mfano. Kwa mfano, kura za maoni zinapigwa jimboni. Sawa? Alafu zinafika kamati kuu sijui. Afu kamati kuu ndio inaamua kwamba atasimama huyu hapa. Huo ni mfano mzuri sana. Angalia kule Tanga leo mkuta yule mama alikoga waziri wa afya. Umi Mwalimu. Kapata kura maelfu ya kura. Alafu akaweka pembeni. Alafu aliyesimamishwa kuwa mgombea yule aliyopata sijui kura 100 ngapi. Hiyo tafsiri nyepesi sana na nzuri kabisa kuonyesha kwamba it's not the government of the people. Government of the people, watu ndio wanao decide nani
awawakilishe. Nani awe mwakilishi wao? No, Tanzania haipo hivyo. Rais wa Tanzania amejiweka mwenyewe. Rais wa Tanzania ana mamlaka ya kuamua hata ni kura ngapi apate. Alisema, anakuambia kwamba wapiga kura waliojiandikisha ndani ya siku ya wiki mbili, sijui siku 10 tu, ni wa Tanzania milioni 35. Baada ya hapo anasimama anakuambia kwamba nimepigiwa kura na asilimia zaidi ya 90 ya hawa wa Tanzania. Tena bila tone la haya wala aibu, anakuambia kwamba nilichaguliwa na watu wengi hao kwa sababu vyama vingine vilikataa kushiriki uchaguzi. Tanzania una democratic country ni tabia za aina hii hata sehemu moja duniani? Hakuna hata sehemu moja duniani. Ili iwe democratic country lazima iwe serikali ya watu, inaowekwa na watu. Watapiga kura na kumchagua mtu wao wanayemtaka. Tanzania no. Uchaguzi ni igizo Tanzania. Juzi Oktoba tumeona ni igizo Tanzania. Tena unfortunately ni igizo linalotumia mabilioni ya pesa bila kujali chochote kuhusu ustawi wa Tanzania. Yaani ni bora mngekuwa na dikteta ambaye anaamua kwamba hakuna uchaguzi, hii pesa tunaitumia kuendeleza watu. Bora hata mngekuwa na dikteta wa aina hiyo. Tanzania tuna sijui hawa watu hata hawafiti tafsiri ya udikteta. Ni majizi, mapepo, ni mashetani ya ajabu. Ni aibu kusema kwamba huu ni utamaduni wa kidemokrasia na kwamba unautumia kama benchmark, na kwamba unautumia kama premise ya hoja yako. No, haifiti hata kidogo. Kwenye nchi za kidemokrasia kuna kitu kinachoitwa uhuru wa maoni, kwamba umma, kwa sababu ndo boss, kwa sababu ndio unaoweka viongozi madarakani, una sauti ya kusimama na kupiga kelele na kudimandi kitu fulani. Yaani una uwezo wewe wa kumdindia mbunge wako na kusema kwamba tunakuagiza uende bungeni ukafanye kitu fulani. Katika utamaduni wa kidemokrasia, kwa sababu ndio kazi ya mbunge. Mara ya mwisho uliweza kumpetition mbunge wako wapi? Tanzania mbunge anakuja jimboni, anaagiza polisi wa kukamata wa kuweke ndani. Mbunge ni wa rais, sio wa wananchi. Sasa hii sio nchi ya kidemokrasia. Hakunaga nchi ya kidemokrasia ino behave kwa staili hiyo. Tanzania hata wasomi hawana sauti ya kusema chochote kwa kutumia yale macho yao ya kisomi waliopewa. Kile kinachoitwa intellectual freedom Tanzania hakuna. Mfano mzuri ni angalia kama UDSM, chuo kikuu UDSM. Ndo kwanza mtu ameingia madarakani, hana hata miezi miwili. Chuo kikuu cha Tanzania ambacho ni flagship university kinasimama na kumpa PhD ya heshima kabla hajafanya chochote. Hakunaga nchi ya kidemokrasia ino behave hivi hata kidogo. Nchi za kidemokrasia zina free media. Vyombo vya habari ni taasisi ya umma inayosimama kwa maslahi ya umma na kupiga kelele. Tanzania hakuna free press. Ukisema chochote kinachomkasirisha mtukufu rais Tanzania unakuwa wiped out. Hasa ni ajabu kusema kwamba hii ni nchi ya kidemokrasia, kwa sababu haina hata tabia moja ya kidemokrasia hata kidogo. Angalia bunge la Tanzania, kwa sababu nchi ya kidemokrasia ina ile mihimili. Ina bunge, ina mahakama, ina executive, lakini huku nje pia ina media, ina umma wenye sauti, ina taasisi za elimu ya juu. Tanzania kuna hata moja? Kuna muhimili hata mmoja? Hakuna. Bunge ni la rais, muda wote ndio mzee muda wote ndio mzee
Unasikiliza bunge kuanzia asubuhi mpaka jioni, ni mtukufu rais, mtukufu rais, mtukufu rais, marais amepambana, sijui halali, sijui yani ni nyimbo za rais za kuanzia asubuhi mpaka jioni. Bunge la wananchi. Mshahara wa bunge milioni 500 kwa mwaka. Ni blasphemy kuita hii tabia aina hii kwamba ni utamaduni wa kidemokrasia. No. Mahakama ni mali ya rais, kama nilivyosema. Mahakama inafikia shauri inasema kwamba huyu mtuhumiwa ana kesi ya kujibu, afu rais anaiambia no, huyu mtu yuko huru kuanzia leo. And boom, imeishia hapo. Yaani mahakama inakufunga kwa sababu rais amesema ufungwe. Mahakama inakuacha huru kwa sababu rais amesema uache huru. Huo sio muhimili wa kidemokrasia, huo ni muhimili wa rais. Executive ndo Mungu, ndo sheria, ndo kila kitu. Juzi nimemsikia waziri mkuu akisema tena wanaopiga kelele kwa nini tumefungia mikutano, hao tunataka tuwatafute. Kauli ya waziri mkuu kwenye nchi inayoitwa nchi ya kidemokrasia ni aibu, ni matusi. Anyway, mimi nadhani tu ni vizuri tukakumbuka tu uhalisia na kuuishi. Tunatamani sana nchi yetu ya kidemokrasia. Tunatamani sana nchi yetu iongozwe kwa mujibu wa katiba na sheria. Lakini we are miles away. Kwa hiyo ni makosa kuconclude kwamba au kutengeneza premise kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. And for that reason, huyu hana mamlaka kufanya hivi, huyu hana mamlaka kufanya vile, huyu hana mamlaka kufanya vile. No. Tunajidanganya. Tunaweza tukaendelea kuishi huo uongo na kuaminishana kwamba ndio ukweli na kutumia kujenga hoja, lakini uhalisia unatuzomea kila siku. Tanzania sio nchi ya kidemokrasia, haina tabia za nchi yote ile ya kidemokrasia, wala haiongozwi kwa mujibu wa katiba na sheria. Tanzania ni nchi mali ya rais, inaongozwa kwa matakwa ya rais. Rais akikurupushwa na mume wake yuko akiamua kwamba leo mnalala saa 2, Tanzania mnalala saa 2. Rais akikurupushwa na mume wake akisema kwamba leo mtakunywa wote chai ya rangi, Tanzania mnakunywa chai ya rangi wote. Full stop. Nchi ni mali ya rais, unfortunately. Anyway, I hope siku moja tutakuwa nchi ya kidemokrasia inayoongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria. But for now, we are millions, millions of miles away.